Karibu tena. Mamlaka ya bima ya afya ya SHA imerejea tena mahakamani kuhusu kesi iliyowasilishwa kupinga uhalali wa mamlaka hiyo. Mkenya Francis Awino aliyewasilisha kesi anadai kwamba mamlaka hiyo inatekeleza majukumu kinyume cha sheria na anataka mahakama izuie SHA kukusanya ada kutoka kwa Wakenya, kufanya malipo au kutoa huduma kama kampuni za bima zinavyofanya. Safina Chieng'ouma anaarifu zaidi. Vuta ni kuvute kuhusu uhalali wa mamlaka ya SHA umerejea tena siku chache baada ya serikali kuafikiana na walimu kuhusu upatikanaji wa huduma za afya bila bugdha. Sasa Francis Awino ameenda mahakamani kutaka SHA isitishe huduma zake. Awino anadai hakuna sheria inayoipa SHA mamlaka ya kuhudumu, huku akitaja idara kadhaa za serikali, Wizara ya Afya, TSC na PSC kwenye kesi hiyo. Kulingana na aliyewasilisha kesi, waliohusishwa wametekeleza majukumu kupitia SHA bila kuzingatia sheria, huku akisema kutoa huduma kama kampuni za bima zinavyofanya si halali. Kulingana na Awino, itahitaji bunge kuidhinisha sheria ambayo itatoa mwongozo kwa SHA. Mlalamishi anasema hii ni kukiuka kifungu cha kwanza cha katiba. Aidha, mlalamishi anasema wahusika wamehujumu kifungu cha 10 cha katiba kwa kutokuwa na uwazi au kutoa habari kwa umma na kuhusisha umma wakati wa uzinduzi wa SHA. Pia mlalamishi ameshtumu wahusika kwa kutotoa habari muhimu kuhusu msingi wa sheria inayotumika, kandarasi, idhini, jinsi fedha zinavyotumika na operesheni, kinyume na kifungu cha 35 cha katiba. Mlalamishi anaisii mahakama kusitisha huduma za SHA ambayo wanasema inakusanya fedha kutoka kwa Wakenya na kufanya malipo bila kuzingatia sheria. Jaji Bahati Mwamuye amemtaka mlalamishi kuwapa wahusika wote nyaraka za kesi kufikia tarehe 8 mwezi huu. Kesi hiyo inatarajiwa tena tarehe 9 mwezi Juni. Uamuzi utakaotolewa huenda ukaathiri jinsi mamilioni ya Wakenya watapata huduma za afya hospitalini. Mamlaka ya SHA imekabiliwa na kesi kama hii kuanzia Oktoba mwaka 2024. Mamlaka ya SHA imekabiliwa na kesi kadhaa tangu izinduliwe Oktoba mwaka 2024. Safina Chieng'ouma, Runinga ya Citizen.